hakuna sehemu ambazo zinaongoza kuwa na majini. Katika majini hao wako majini ambao ni wazuri na wapo majini ambao ni wabaya, kwa sababu majini wanafanya movement kama ambazo tunafanya sisi binadamu. Uelewe, majini wanafanya biashara. Wapo majini ambao ni wafanya biashara wakubwa, wako majini ambao wananunua bidhaa katika Kariakoo, katika mji wa Kariakoo pale, katika ardhi ya Kariakoo jijini Dar es Salaam hapa tulipo, ni sehemu ambayo inawafanya biashara wengi sana wa kijini. Nielewe ndugu yangu Bato, katika ardhi ya Kariakoo majini wanaofanya biashara ni wengi sana, wanaouza. Unaweza ukaenda katika duka Kariakoo ukihisi kwamba wewe umeuziwa na binadamu, kumbe hapana, umeuziwa, umekaribishwa na umehudumiwa na majini. Uko posta ndio sitaki nikwambie. Hasa haya maduka na ukuta rangi nyeupe wengi ni majini. Wana maduka ya jumla na rejareja ya kuuza vijora, ya kuuza majenereta, ya kuuza vifaa vya stationari, ya kuuza urembo, ya kuuza nguo, mitumba hii. Wapo hata Kinondoni kule unaona yadi nyingi sana za magari, ni yadi za majini. Asilimia kubwa watakosema ya biashara ambazo fanya Kariakoo pale kuna majini ambao wanazifanya hizo biashara. Ndio. Lakini huwezi ukaelewa kama hauna spirit, yani hauna energy ya huna nguvu ya kuweza kujua, na utakataa kwa sababu huna nini? Hauna energy, hauna power ya kuweza kufahamu. Sisi wenye kufahamu basi tulia tukuelekeze. Pale Kariakoo majini wapo, majini wanauza, majini wananunua. Majini ni wengi hasa, nataka nikwambie tena ile nakwambia, katika ardhi ya Kariakoo maduka yaliyokuwa ya binadamu ni machache kuliko maduka ambayo wanamiliki majini. Hivi wauza vitambaa, vitu vya jumla, vitu wengi ni majini. Lakini pia katika wanunuzi ambao wanaongoza kufanya shopping pale ni majini. Ukitaka kuweza kuyathibitisha au kuyaona haya, njoo tukupendia, tutakupa. Kuna vitu ukivifanya utaona. Hata ukichukua hicho chumvi mawe na majani ya mbazi ukatia katika socks, kapite katika mitaa ya Kariakoo, kuna vitu utakavyoviona. Kuna watu utakutana nao ambao hujawahi kuwakutana nao. Yani kuna watu utawaona. Sasa hao majini ambao labda pengine wanafanya hizo biashara sehemu kama Kariakoo na masoko mengine, wanakuwa wametumwa na watu au ni biashara zao wenyewe? Kuna wanaotumwa na kuna wanaoendesha maisha yao. Kwa majini wanaweza wakaendesha maisha kama nilivyokuambia awali, wakaendesha ni maisha yao kama tunavyoendesha wanadamu. Majini wana majumba hapa, wanalipa kodi, wako waliojenga. Umeelewa? Sasa nimekuambia nimekueleza kwa awali kwamba katika majini yao wapo ambao ni wema. Ndio maana nikakwambia katika Uislamu usipoamini habari hizi za majini, wewe unatoka katika Uislamu. Usipoamini habari za majini unaingia motoni. Lazima uamini, kwa sababu hawa ni viumbe aliyowaumba Mwenyezi Mungu. Na katika majini hao wako majini ambao ni wema, lakini wako majini ambao ni makafir, lakini wako majini ambao ni washirikina. Ndio maana Mungu amewaumba wanadamu na majini ila wamwabudie. Kuna majini ambao ni wema, wanakaa katika amri ya Mwenyezi Mungu anayohitaji. Lakini kuna majini ambao wamekengeuka, wanaishi different na maelekezo na maagizo ya maandiko ya Mwenyezi Mungu ambayo yanataka sisi binadamu na majini tuweze kuishi. Kwa majini wanafanya biashara pale, wanauza, wananunua, wanazunguka, wanakaa kwenye vijiwe vya kahawa. Wewe hujaona hasa kwenye vijiwe vya kahawa, mtu anakuja kwenye kijiwe cha kahawa kuanzia asubuhi mpaka jioni anaondoka. Huyo mtu ana familia, anafanya kazi gani? Huyo anakuwa ni jini. Lakini nataka nikwambie, ukienda katika ardhi ya Kigamboni pale, katika feli pale, katika kwenye pantoni zile, yako majini. Tena pale yapo majini mazito. Yani waliopanda katika zile pantoni wengi ni majini kuliko binadamu. Niliwahi kueleza haya miaka michache iliyopita. Mmoja ya vijana wangu, makhadimu wangu wanaonisaidia, tuliwahi kufika pale, nikamwambia, unajua maisha ni siri. Ya Sharifu, sijui. Kiganja changu hiki nikakisomea dua maalum, alafu nikampangusa. Nikamwambia tizama. Alipotizama amemuona mtu
juu ni kichwa cha mtu, ana umbile la mtu, lakini chini ana kwato za mbuzi. Akaogopa, nikamwambia hata usilopoko. Habari ni nzito sana, lakini usiwe ni mwenye kuropoko ukizijua habari hizi za majini. Kwa Kariakoo majini wapo ni wengi sana, na majini hawa kwenye kivuko pale. Majini wanakuwa wanapanda kile kivuko wanavuka ama inakuwaje? Wapo wanaovuka, lakini wapo ambao wameyafanya kuwa ni makazi yao. Kazi yao ni go and return, kwenda na kurudi. Wako wanaovuka kwenda katika shughuli zao, katika shughuli zao, katika kutafuta riziki kwao. Lakini pia hao katika majini kuna mtu anawatumikisha, wengine wanatumwa. Yaani kumtumikisha jini ni kitu kimoja simple sana. Unaweza kuona limejaa na watu wengi, kumbe ni majini. Na ukisikia mtu anamtumikisha jini ni jambo la kawaida sana. Unaweza ukamtumikisha jini, ndio ipo, ukamtuma jini nenda sehemu fulani, nenda sehemu fulani ukanichukulie kitu fulani, akaenda. Vipo ipo namna, ipo energy, ipo nguvu ya kuweza kuyafanya hayo ili majini waweze kutumikia. Uwezo huo upo na upo sana. Ukamtuma jini nenda sehemu fulani, ukamnunua kitu fulani. Na wao majini hawaendi ovyo ovyo, kuna pahala wanakwenda. Kama mimi madukani kwangu, kuna maduka moja ya maduka yangu ya biashara zangu hushughulika na maduka ya madawa ya asili, tiba asili, natural medicine. Majini wanakuja kununua sana. Sasa pia majini wanaumwa. Majini wanakuja kuchukua dawa. Sasa kama wao wana uwezo wa kijini, uwezo ambao tunaamini ya kwamba watu wa kawaida hawana, kwa nini wasijitibie wao? Ndio. Lakini pia kwa nini afungue duka alipe kodi, na ikiwa kuna vitu vingine ambavyo anaweza kufanya na akaishi vizuri tu? Ndio akakwambia kwamba katika majini hawa wako majini wa aina 3 na kadhalika. Umeelewa? Katika majini hawa wako majini ambao ni Waislamu, bimaana ambao ni wema. Mtu mwema lazima afuate protocol. Mnaita nini protocol? Protocol. Lazima afuate njia. Lakini jini kafiri, jini mbaya, atafanya chochote. Na jini kafiri na jini huyo ambaye anafuata protocol, jini nzuri, utofauti wao ni upi? Na hizi habari pia ni kujibu. Hizi habari za kwa wanasema kwamba hakuna jini mzuri wala hakuna jini mbaya, huo ni uongo. Majini wazuri wapo. Majini wazuri wapo, nataka nikwambie. Na kueleza haya ukitaka kulithibitisha hili ambalo kwamba ninakwambia kwamba majini wapo wazuri na wapo wabaya. Nenda ndani ya Qur'ani katika suratul Jinn. Katika Qur'ani suratul Jinn sura ya 14 utakuta habari hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaeleza na amelibaini. Katika majini hawa wako majini ambao ni Waislamu na wapo ambao ni wapotevu, waliopotoka. Bimaana katika majini hawa Waislamu, makafiri na washirikina. Waislamu maana yake ni majini wema ambao wanafanya vitu vya kicha Mungu. Kuswali wanaswali, wanatii amri za Mwenyezi Mungu. Lakini majini wabaya hawa wanafanya mambo ambayo yako kinyume na Mwenyezi Mungu. Ndio maana kuna majini ambayo anaweza akatumiliziwa mtu jini likawa linamsumbua, likamfunga asiolewe, mtu akatumiwa jini hilo. Yapo majini masubiani, macheketu, na majini yana ukoo mkubwa sana likakupata hilo jini. Lakini kuna jini ambalo linaweza likakuvaa. Ndio maana nakwambia katika sehemu ambazo wanapenda kuishi majini, nikakutajia mithili chooni, katika majogofu, katika masoko, katika magulio makubwa, sehemu za biashara kubwa. Ndio maana sisi katika Uislamu kuna dua maalum za kuweza kuingia sehemu hiyo na kutoka sehemu hiyo. Kwa hiyo hawa majini ambao kwa nini walipe kodi? Kwa nini wahangaike? Hao wanaohangaika ni wale walioamua kukhalifu mipaka ya Mwenyezi Mungu. Wale ambao wanafuata protocol ni wale ambao walioamua kufata sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ndi ovyo kuna pahala wanakwenda. Kama mimi madukani kwangu, kuna maduka moja ya maduka yangu ya biashara zangu hushughulika na maduka ya madawa ya asili, tiba asili, natural medicine. Majini wanakuja kununua sana. Sasa pia majini wanaumwa. Majini wanakuja kuchukua dawa. Sasa kama wao wana uwezo wa kijini, uwezo ambao tunaamini ya kwamba watu wa kawaida hawana, kwa nini wasijitibie wao? Ndio. Lakini pia kwa nini afungue duka
alipe kodi